Yes, mambo vipi mtazamaji wa SC Sport TV? Bana, tumaini uko poa kabisa na unaendelea na harakati zako kwa uzuri kabisa. Kama ilivyo ada, michuano ya Corner Cup ambayo inaendelea kutimua vumbi hapa Isangu. Dakika 90 zimetamatika. Pengine huu ndio mtanange mkali kabisa kuwahi kushuhudiwa katika viwanja hivi. Mtanange ambao umewakutanisha wenyeji Isangu Rangers ambao walikuwa wanacheza na Yoso. Naam, dakika 90 zimetamatika na hapa tunaenda kuanza kuzungumza na captain wa Yoso. Atueleze hali halisi ya mchezo jinsi ulivyokuwa. Bana, hongera na pole na mchezo. Asante. Cha kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha nimeweza kucheza game hii salama. Tumetoka na sare japokuwa sio matokeo tuliokuwa tunatamani kuyapata, ila tunaamini kila kitu ni Mungu anapanga. Nikizungumzia mchezo kama mchezo, kwanza mimi nawapongeza wachezaji wenzangu kwa kupambana, wameweza kupambana. Haikuwa game rahisi, ilikuwa game ngumu kama watu walivyokuwa wametegemea. Timu pinzani pia walikuwa wamejipanga, timu zote zilikuwa zinapambana uwanjani, so naamini tumewapa mashabiki game nzuri ambayo hataweza kuisahau mapema kwenye akili zao. Game iliyopita mlipata matokeo ushindi mkaondoka na clean sheet. Pengine mechi ya leo na mechi iliyopita utofauti ulikuwa wapi? Shida ni nini? Utofauti cha kwanza naweza kusema uwanja umechangia kwa timu zote mbili kushindwa kucheza vizuri kwa sababu kwa hali ya mvua nini. Naamini labda mchezo ungekuwa mzuri zaidi hapa kwa sababu ukiangalia timu zote mbili zilikuwa na struggle, ilikuwa na force kucheza mpira juu kwa sababu ya mvua. Ila yote mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Game zilizopita na hii hapa, hii game ilikuwa ngumu. So haikuwa simple. So tumepambana, wenyewe wanajua kabisa wenyewe. Walijua kabisa mkutana na game ngumu. Ukiangalia huko nadhani watakuwa wameshinda game zote lakini hii ndio itakuwa sare yao ya kwanza. So tunawapa game ngumu na tunaweza kucheza vizuri. Pengine sasa mkikaa kama wachezaji mkiangalia hali yenu jinsi ilivyo, msimamo mkiuangalia mpaka hivi sasa mmefanikiwa kuvuna alama 6 mpaka hivi sasa, yeah. Na michezo mitatu mmesali mmefanikiwa kushinda mchezo mmoja pekee. Mkikaa kama wachezaji pekee yenu kambini, ni kipi hasa ambacho mnapendelea kuzungumza? Tunapendelea kuzungumza ushindi pia. Ukiangalia tangu mwaka umeanza hatujawahi kupoteza game yoyote. Kwa hata leo tunapokuja tunasema unbeaten iendelee, hata kama tusiposhinda basi tutoe sare. So tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea tangu mwaka umeanza. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 4, tunatimiza miezi 4 hatujawahi kupoteza game. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, na pia nguvu wanayowekeza wachezaji na benchi la ufundi pia. Game inayofuata sasa mnajipangaje kuhakikisha kwamba mnavuna alama nyingine ili at least mfikishe alama 9? Tunaomba tu Mungu atusaidie game ijayo tuweze kushinda, tuweze kumaliza vizuri grupu. Muda huu naungana na captain mwenyeji wa Isangu Rangers. Bana, pole na hongera na mchezo. Asante sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mechi salama, haikuwa nyepesi. Mechi ilikuwa ngumu kweli kweli. Malengo yetu ilikuwa ni kupata pointi 3 lakini tumepata pointi 1, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunajipanga na mechi ijayo kufanya vizuri zaidi. Labda ugumu wa mchezo ulikuwa wapi? Kwa sababu Isangu Rangers mechi yao ya kwanza kudondosha alama, michezo mitatu nyuma wamefanikiwa kupata matokeo ushindi. Pengine ugumu wa leo, mchezo wa leo tofauti ulikuwa wapi na mechi nyingine 3 ambazo Isangu wamepata matokeo kwenye mechi za nyuma? Wapinzani walijipanga vizuri kwa sababu kila mtu anayekuja uwanjani anataka apate pointi 3. Kwa hiyo wapinzani walijipanga na hivyo mechi imesha sare. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pointi 1, alhamdulillah. Tutajipanga na mechi ijayo. Wana Isangu watarajie nini? Inaonekana mnacheza kwa effort kubwa, energy kubwa. Tutarajie kuona kombe linabaki nyumbani? Kombe litabaki na nawaahidi kabisa niko hapa kwamba kombe litabaki hapa. Tutaenda kujipanga wapi tumekosea ili tufanye vizuri zaidi. Okay, shukrani sana. Yes, bana, naungana na kocha wa Isangu Rangers. Kocha ambaye mpaka hivi sasa ana unbeaten kwenye michuano hii ya Corner Cup. Kocha, kwanza hongera kwa kuwa na unbeaten kwenye mashindano haya. Asante, nashukuru. Mchezo wa leo umeonaje? Kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Mchezo wa leo kwa kweli mchezo ulikuwa mzuri, ila tulifanya mistake moja tukapigwa goli, lakini baada ya kuambia tena vijana wangu kwamba tulieni, wekeni mpira wa chini, basi wakaweza kusawazisha. Kwa hiyo nawashukuru sana vijana wangu kwa sababu wamefanya kile ambacho nilikuwa nahitaji, hapo sijapendezwa na matokeo niliyopata kwa siku ya leo. Ukiangalia Isangu Rangers ni miongoni mwa timu ambayo inaruhusu sana magoli. Wanaweza wakafunga lakini kuna muda wanakuwa wanarejea wanasawazisha na wanafunga, lakini pia wanaweza wakatangulia, lakini ni maintains wamekuwa na tendency ya kufanya comeback na kupata matokeo ushindi. Kipi hasa ambacho huu unawaambia wakiruhusu bao? Makosa mengine yanakuwa ni ya kiufundi zaidi kulingana na mchezo wenyewe. Mchezo wa leo tunashukuru Mungu makosa ni madogo ambayo huwa tunafanyia zoezi lakini bado huwa yanajirudia kila mchezo. Nadhani naendelea kufanya marekebisho, tunapoenda mbeleni huko basi kuna mabadiliko nitayafanya mengine zaidi ya haya. Mpaka hivi sasa kwenye timu yako kuna top scorer ambaye kila mechi anafunga. Kitu gani hasa ambacho kila kitu unamwambia Isaya? Kwa sababu kila mechi yeye ni kama anakuwa na njaa. Ukikaa naye kama kocha wake, ni kipi hasa ambacho unamwambia?
Huwa namuhimiza tu kuwa na heshima kwenye mpira, kwa sababu mpira unakutaka uwe na nidhamu ya mpira. Ukiwa na nidhamu ya mpira, basi kupata inakuwa ni rahisi, tofauti na mtu yule ambaye anaingia moja kwa moja kukamia mchezo. Ukiwa umekamia mchezo, mara nyingi unakuwa unafanya makosa ambayo yanajirudia, lakini kwa yule, kulingana na maelekezo tunayompa, tunamshukuru Mungu, anafanya kuyazingatia yale makosa ambayo wengine wanayafanya. Swali la mwisho, pengine Wanaisangu watarajia ubingwa na baki hapa, kwa sababu mpaka hivi sasa mechi ya 4 hakuna mechi uliopoteza. Mimi nawaahidi tu Wanaisangu kwamba ubingwa ni lazima ubaki nyumbani. Ubingwa ni lazima ubaki nyumbani, kwani tuna timu mbili na zote mimi ni kocha. Kwa hiyo natarajia ubingwa lazima ubaki nyumbani kwa namna yoyote ile, na vijana wanafahamu kabisa kwamba timu yangu moja jana imecheza hivi, leo imecheza ya pili, basi tunajipanga kwa ajili ya michezo ya mbeleni. Nina imani kabisa ubingwa tunaenda kuweka heshima nyingine. Okay, shukrani. Asante sana. Nashukuru.